Klabu ya Yanga kupoteza mchezo wa fainali mbele ya watani wao wa jadi Simba Sports Club. Viongozi wa klabu ya Yanga wamejitokeza hadharani na kutoa tamko kipi ambacho kinaendelea kwenye kikosi chao kuelekea mchezo wa Mei 3 siku ya Jumapili utakopigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni. Yanga tena kwa mara nyingine wanakwenda kuwavaa Simba. Je, ni tamko gani ambalo limetoka kutoka kwa viongozi wa klabu ya Yanga? Tuko hapa na meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison, tutakwenda kumsikiliza kwa uzuri zaidi juu ya tamko ambalo ameweza kulitoa na kile ambacho kinaendelea hivi sasa ndani ya kikosi cha Yanga. Jina langu ni Aloisi Sagara, niko na Florence Lenatus. Leo bwana ni Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi. Nitakuja nimuulize Florence kidogo hapa kuhusiana na uelewa wake juu ya siku hii muhimu zaidi, lakini taarifa njema ambayo natamani kukujuza hivi sasa bwana, inatoka Tanais, mabingwa wa kutengeneza na kusambaza pool table ambazo zina ubora wa hali ya juu. Wanapatikana Mabibo Hostel karibu na Riverside hapa jijini Dar es Salaam, lakini haimaanishi wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Dar es Salaam au jiji la Dar es Salaam uwezi kujipatia huduma. Unaweza kujipatia huduma, na ndio maana kuna namba za simu ziko hapo, unaweza kuwatafuta ukaweza kujipatia pool table safi zenye muonekano mzuri na ubora mkubwa, ubora wa hali ya juu kutoka Tanais. Ndio mabingwa hao. Namba hizi hapo zinapita, watafute uweze kujipatia pool table safi zaidi. Florence Lenatus, leo bwana ni Mei Mosi, tunasema ni sikukuu ya wafanyakazi. Mimi na wewe ni wafanyakazi pia, pamoja na director wetu Alpha pia ni mfanyakazi. Neno moja kwa wafanyakazi. Sasa tulikuwa nyumbani tumepumzika. Si ndo hapa tunafanya kazi bwana. Sisi unajua kuna kazi ambazo hazina likizo. Madaktari, watu wa ulinzi na usalama, waandishi wa habari, sisi hatunaga off, muda wote tuko kazini. Ni siku nzuri ambayo inatukumbusha kuhusiana na yale ambayo tunayofanya kila siku kwa ajili ya umma, kwa sababu kazi tunayoifanya sisi ni kwa ajili ya umma, kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha pia. Moja ya siku ambayo pengine taasisi wangekuwa wanazitumia ni kuwakumbusha kuhusiana na principles za kazi ya wafanyakazi wa taasisi fulani, na nini ambacho wanatakiwa kupeleka kwa watu na nini ambacho hawatakiwi kupeleka kwa watu. Short ni siku sema sasa sisi ikishafika siku kama hivi watu wanapumzika nyumbani. Hawafanyi kazi. Ukuta mataifa mengine siku kama hii wanaitumia vizuri kama sehemu ya seminar, kuwakumbusha watu kuhusiana na taasisi yao wanaofanyia kazi. Don'ts and tunasema do's and don'ts. Ndio zinafanya kazi siku hiyo, watu wanatoka hata kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Huyo ni Florence Lenatus. Tukamsikilize meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison, tamko ambalo ameweza kulitoa na kile ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya timu yao ya Yanga kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo na utarajiwa kuchezwa Mei 3. Huyu hapa Walter Harrison. Kwetu sisi tumeshafanya kazi yetu kwa maana ya kuweza kuongea na kundi zima la wachezaji ambao wako hapa na wameweza kupokea very positive kile ambacho kimetokea, na ni moja ya driving force yetu kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Kwa mashabiki wetu tunaamini kabisa wamekuwa disappointed kwa kile ambacho kimetokea jana. It's understandable kwa hali yoyote unakuwa unahitaji kushinda kila kitu ambacho kinakuja mbele yako, lakini kuna nyakati unapata disappointment kama ambazo imetokea jana. Kikubwa tunatakiwa kuwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunaungana kuelekea siku ya Jumapili kwa kila njia, kwa kila hali, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja na tunaenda kutimiza kile ambacho tumedhamiria kukitimiza. Umemsikiliza kwa uzuri zaidi Walter Harrison, meneja wa klabu ya Yanga. Florence, ukimsikiliza hapo, kitu kikubwa ambacho natamani pia tuanze nacho ni jambo ambalo viongozi wa klabu ya Yanga wamelifanya baada ya kupoteza mchezo wa watani wa jadi, fainali ya kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar. Baada ya kupoteza mchezo wa fainali, kuna jambo ambalo viongozi walilifanya kwa wachezaji, na jambo kubwa. Ukimsikiliza Walter Harrison anasema alizungumza na wachezaji wame accept hali iliyojitokeza, kwamba kilichotokea wamekubaliana nacho na hivi sasa wanajipanga kwa ajili ya mchezo wa Mei 3. Pengine hili pia lilikuwa ni jambo la msingi zaidi, kwanza kuzungumza na wachezaji wakubaliane na hali, kwa sababu ni siku chache zaidi kutoka tarehe 29 walipocheza fainali mpaka tarehe 3, ni siku chache zaidi. Unakumbuka maneno ya Arsene Wenger leo kuyasema ya kwamba mchezaji unatakiwa ulinde sana saikolojia ya mchezaji. Ndio. Yaani hapo alichokifanya viongozi wa Young Africans tunaita kulinda saikolojia ya mchezaji. Yaani mfano kama sasa hivi kuna hoja moja nilisikia kuhusiana na kocha wa Arsenal, Mikel Arteta, wakawa wanasema kwamba kwa sasa hivi yani hana kitu kipi ambacho anaweza akakifanya kwa wachezaji wa Arsenal zaidi ya kuwaambia
kuzungumza nao kila muda, kila saa. Kwa hata kwa wachezaji wa Young Africans pengine kunaweza kuwa kuna vitu vingine vingi vya kuongeza kutokana labda na udhaifu ambao ulijionyesha kwenye mechi dhidi ya Simba Sports Club. Though ni moja mechi ambayo kwangu mimi ilikuwa ni mechi ya 50-50. Yaani kila mtu alicheza kwa kiwango chake. Yes. Kutupa ile ladha kubwa sana ya mchezo kwamba Simba sasa alidominate game au Yanga sasa alidominate sana game. Kwa hata madhaifu yanawezekana yakawa ni machache ambayo tuliyaona katika ule mchezo. Lakini kikubwa kwa viongozi wa Young Africans hata benchi la ufundi kuzungumza na wachezaji, tafsiri nyepesi ni kwamba wameiweka sawa saikolojia ya wachezaji. Kwa maana ya tunakubaliana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo dhidi ya Simba, the part of the game, na nini ambacho tunapaswa tukifanye kuelekea mechi inayofuata. Yaani maneno yanaweza kuwa ni machache sana. Yaani ni kwamba hatuwezi kukubali kufungwa mara mbili na Simba. Ndio neno ambalo unaweza ukawaambia wachezaji na likaingia vichwani mwao kwamba bwana, tumepoteza game dhidi ya Simba finali ya Muungano Cup, it's okay, sio malengo yetu, sio kwamba tulikuwa tumejiandaa kwamba twende tukawe mabingwa Muungano, no. Malengo yetu makubwa sisi ni kuiona tunachukua NBC Premier League, na ndicho ambacho hata alikizungumza kocha Young Africans kwamba timu ya Yanga kwa sasa hivi sio timu ambayo ikipindi inaanza msimu japokuwa hakuwepo, lakini Muungano Cup sio sehemu ya malengo ya Yanga, ila kwa sababu ni tournament ambayo ipo na wao wameenda kushiriki kwa ajili ya kuboresha kiwango cha timu yao, basi lile limeshapita, ila kilichoko mbele yao ndicho cha muhimu zaidi. Kwa hiyo hamna neno ambalo kiongozi wa Young Africans kwa sasa anaweza akawaambia, hata benchi la ufundi ukawaambia wachezaji, kwa sababu wanaujua umuhimu wa dabi ya Kariakoo, wanaijua hisia za dabi ya Kariakoo, wanaujua ukubwa wa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Tayari kuna maumivu ambayo yameshatokea, ambayo ukiangalia sio mashabiki wa Yanga wengi wameumia kwa sababu tu ya tunasema weight ya tournament yenyewe. Ila tournament ambayo kwa sasa wanaenda kukutana nayo kwa maana ya NBC Premier League, pengine ndio nzito zaidi. Kwa neno ambalo unaweza kuambia wachezaji wa Young Africans, bwana, hatuwezi kukubali kufungwa mara mbili na Simba Sports Club. Wametufunga Muungano Cup, sio okay, lakini kwenye ligi huko hatuwezi kukubaliana na hicho kitu. Ukimwambia Bakari Nondo Mwamnyeto anajua ukubwa wa dabi, Ibrahim Ahmad Baka, nani ambaye yupo kwenye kikosi cha Yanga labda hajui ukubwa wa dabi? Hata wageni pia wanafahamu pia. Labda la Ulindo Depo kwa sababu ilikuwa dabi yake ya pili na ndani, ndio. Tayari kashaona ukubwa wa mchezo unavyokuwa na comments za watu zinavyokuwa. Kwa hiyo neno pekee ambalo nimekwambia ni hatuwezi kukubali kufungwa na Simba mara mbili. Yaani ukishawaambia kile kitu, kila mchezaji anaingia uwanjani na kusema ya kwamba hatuendi kufungwa tena hii mechi. It is either tushinde au tupate sare. Lakini hata tukipata sare, sisi ndio tunapaswa tucheze kwa kiwango kizuri. Yaani kwa sasa Young Africans kitu ambacho nadhani wanapaswa kwenda kukifanya kwenye mechi dhidi ya Simba, wana vitu viwili: kushinda mchezo dhidi ya Simba kwa maana kuchukua alama tatu, hata wakitoka sare lakini wao wacheze kwa ubora mkubwa dhidi ya Simba. Yaani yote ni ku outshine Simba, kwa sababu kwa sasa imefika hatua Simba kwa sasa imeenda katika ile level ya ushindani dhidi ya Yanga. Yaani kwa sasa wameweza kuwa na ule ubora wa kushindana na Young Africans, tofauti na misimu ya nyuma ambayo Simba ilionekana kuwa dominated katika kila game ambayo walikuwa wanakutana na Young Africans. Kwa hata Yanga nao pia inawezekana ikawa ni moja ya mechi ambayo twende sasa tukawa outshine Simba, kwamba hizi mbili zilizotokea nyuma nyie kucheza vizuri dhidi yetu haikuwa tufanye, ilikuwa ni coincidence kwetu sisi, lakini utawala wetu mbele yenu bado uko pale. Florence, umezungumza vizuri zaidi. Mimi kichwani mwangu fikra ambayo ninayo hivi sasa, ninajua hii inakwenda kuwa dabi ya tatu kwa kocha dabi ya pili kwa kocha Pedro Gonçalves, kwa sababu ya tatu walicheza mzunguko wa kwanza kwenye ligi, juzi wamecheza finali mechi ya pili, tarehe 3 Mei inakwenda kuwa mechi ya tatu kwa kocha Pedro Gonçalves kuiongoza Yanga mbele ya Simba. Kwenye hii michezo miwili ambayo tayari imepita, mchezo wa kwanza wa ligi suluhu alama 1-1 wakagawana. Mchezo wa pili Simba ameondoka na kikombe akimfunga Yanga bao 1-0. Na kwenye michezo hii ukitazama Yanga ambao tulikuwa tushaizoea na dominate zaidi Simba, hata kuanzia performance kiwanjani tu, hata kama asiposhinda mchezo lakini anacheza kwa ushawishi zaidi, chini ya kocha Pedro Gonçalves kimeonekana kuwa ni kitu kigumu zaidi. Mimi kwenye fikra zangu, kwa sababu kuna msaidizi ambaye ameongezwa, Molin, akili inaniambia kwamba endapo Pedro atashindwa kupata matokeo mazuri, kama walivyosema hayo mawili kwa Yanga ni mazuri kwa sababu wako juu kileleni na kuna gap kati yao na wanaowafuatia huku nyuma. Endapo Pedro atashindwa kupata ushindi mbele ya Simba, akilini kwangu kuna kitu kinaniambia kwamba anaweza akaondoshwa and then timu akamwachia Abdul Hamid Molin.
Hiyo ni perception ya kwangu mimi. Sasa swali ambalo natamani nikuulize wewe kiufundi zaidi, wengi wamekuwa kimlaumu kocha Pedro Gonçalves kushindwa kuhendo michezo mikubwa, lakini pia anakutana na wakati mgumu endapo anakabiliana na timu ambayo inacheza low block. Kitu kikubwa ambacho wanakuwa wanamlaumu ni poor game management. Anashindwa kuwa na usimamizi mzuri wa mchezo wakati mchezo unaendelea, hasa kwenye substitutions zake ambazo anakuwa anazifanya. Lakini kitu kingine pia, juzi aliweza kuandika andiko lake vizuri, alizungumzia pia nature ya mpira wetu hapa nchini Tanzania. Kiufundi hayo maeneo mawili Florence, tunaweza tukaelezea vipi na hata mtazamaji pia akaweza kujifunza kitu juu ya hivi vitu ambavyo vinazungumzwa juu ya kocha Pedro Gonçalves? Game plan huwa ni kitu cha kwanza, game management huwa ni kitu cha pili. Na ili mwalimu pia uonekane ni uko vizuri sana, pia huwa tunaangalia namna gani ambavyo unaweza ukaimanage game. Of course hauwezi ukapinga kuhusiana na kocha Pedro Gonçalves kuwa na changamoto unapofika swala la kufanya substitution. Yes. Lakini nadhani hili ni moja ya swali ambalo inshallah kesho kwenye press conference kuelekea mechi dhidi ya Simba nikipata nafasi ya nitamuuliza hili swala, yani kwamba nini ambacho huwa kiko behind kichwa chake mpaka anaamua kutoa baadhi ya wachezaji ambao wengine wanaona kama work rate yao ni kubwa uwanjani. Kama juzi anamtoa Mudathiri haya basi anamtoa Tola kwa Sia. Wote walikuwa vizuri zaidi. Kwamba yani muda hii game inatakiwa acheze yote paka yes, kwa sababu kwenye ligi ana ana mechi kama 3 au atocheza. Yes. So hii ni moja mechi ambayo atakiwa ucheze kwa 100%. It's okay. Unajua sisi ni wachambuzi. Ndio maana nakwambia hivi, sisi huwa tunaheshimu sana game plan. Mimi huwa naheshimu sana game plan ya mwalimu, lakini namna gani ambavyo unaenda kuimanage ile game plan au kutoka kabisa kwenye ile game plan ambayo uliingia nayo, nadhani hicho ndio kitu kingine ambacho tunaweza tukakwenda ukitazama. Sasa mawazo ya watu yanakuja ni kwa sababu pia nao pia wanautazama mchezo. Yes. Wanaona kila mtu performance yake uwanjani. Kwa ukimtoa mchezaji ukamuingiza mtu mwingine, ndiko ambako watu wanaanza kuwa na doubt na wewe kwamba kwa nini umefanya hichi kitu. Kwa hiyo kuelekea game dhidi ya Simba, nadhani moja ya maeneo ambayo kocha Pedro anapaswa kuwa makini sana namna ambavyo amekuwa akifanya substitution zake kwa baadhi ya wachezaji uwanjani. Not this nani Alois. Players anaweza asikupe, yani usimuone sana akiwa na mpira, lakini timu isipokuwa na mpira yeye ndo anafanya kazi kubwa. Si unaelewa? Yani unakuta ana operate maeneo mengi uwanjani, anafanya coverage ya baadhi ya maeneo ambayo wachezaji wanakuwa wametoka wakati wanakuwa wanaenda kushambulia. Kwa hiyo ukimtoa tunaanza kuwa na doubt. Kwa nini umemtoa? Kwa hiyo ni moja eneo ambalo kocha Pedro anatakiwa kujua ya kwamba linapaswa kuweza kufanywa kazi, kwamba namna gani ambavyo unakuwa unafanya substitution zako kulingana na momentum ya mchezo unafanyaje unavyoendelea. Game kama ya Simba juzi, game ambayo wakati Steven Baka anaingiza viungo wa shambuliaji, yeye anatoa shambuliaji anaingiza wakabaji. Kwa tafsiri ilikuwa nyepesi ni kwamba ni mwalimu ambaye alikuwa amejiandaa kwa ajili ya penalty shooter. Yes. Kirudi nyuma inakuaminisha ya kwamba sio labda sehemu ya mpango, yani mechi ya Simba juzi labda haikuwa sehemu ya mpango, yani tuseme kwa hakuwa na uhitaji mkubwa, hakuwa na uhitaji nao mkubwa. So ukimtoa ya kwasa Toula kwenye performance kama ile, Pacome Zouzoua the same, Mudathiri basi Alan Okello, unamuingiza nani hapo katikati ambao wanaweza akaja akacheza kama Pacome au Mudathiri au ambaye angeweza kucheza kama yao kwa namna ambavyo alikuwa ana perform. Kwa hiyo sometimes labda unaweza ukamuelewa, kwa sababu nakumbuka before game kocha Pedro Gonçalves alizungumza na kuhusiana na kwamba Young Africans sio malengo yake ile kombe. Wachezaji wataenda kucheza waende wakaenjoy mchezo. Si unanielewa vizuri? Tafsiri ya kwamba mwalimu wachezaji waende wakaenjoy mchezo na kila ambacho kilikuwa kinafanyika uwanjani inawezekana vikawa vinashabihiana kwamba labda mwalimu anakuwa hauhitaji ile game. So tusubiri tunaweza tukapata kitu cha tofauti kuelekea mechi yake dhidi ya Simba siku ya kesho kutwa. Labda kuna vitu ambavyo vingine alikuwa ameviandaa kuelekea hiyo games, that's why baadhi ya players wake muhimu uko unaona anawatoa. Florent, tumalizie kwenye eneo la kiungo kwa ufupi zaidi. Tunafahamu kwamba Mudathiri haya basi yuko kwenye ban, yuko kwenye kifungo cha michezo 3 ya ligi, atakosekana. Mchezo anaoanza nao kukosekana ni dhidi ya Simba. Eneo la kiungo kwa viungo ambao amekuwa akitumika mara kwa mara kwenye eneo hilo ndani ya klabu ya Yanga, tunamzungumzia Juki Abuya, tunamzungumzia Damaro Kamala pamoja na huyu ambaye anakosekana pia Mudathiri haya basi. Na maana kukosekana kwa Mudathiri, option zinabaki
beki mbili, Juki Abuya pamoja na Damaro Kamara. Tukimtazama Damaro ni mtu ambaye tumekuwa tukimzungumzia sana kuhusiana na madhaifu yake kuliko hata wale imara ambao tunatarajia kushuhudia kutoka kwenye miguu yake kwenye kutimiza majukumu yake kiwanjani kwenye idara ya kiungo. Pengine hili pia linaweza kuwa ni eneo lenye changamoto kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba, kwa sababu Damaro kumaliza dakika 90 ni changamoto. Mtu ambaye anaweza kuwa na uhakika zaidi ni Juki Abuya. Umemsahau Babu Kaju. Nani Shua Boy. Anaweza akaingia kacheza vizuri sana. Niamini mimi. Nakumbuka game ya Yanga na Mamelodi. Aidia Ucho alikuwa na kadi ya njano. Yes, yeah. Na majeraha. Alicheza Jonas Mkude na alizima vizuri sana. Kwa hiyo yani inawezekana kwa mwalimu mechi ya Simba kesho kutwa kwenye eneo la katikati kukosekana kwa Mudathiri haya ukamtumia hata Babu Kaju na akacheza vizuri sana. Yaani akacheza vizuri sana tofauti hata na ambavyo watu wengine wanaweza wakawa wana expect. Mimi naamini anaweza akacheza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya mentality yake. Yaani nini ambacho umemwelekeza aende akafanye uwanjani. Kwamba bwana wewe lile eneo la katikati hakikisha tu pale ni utawala wako ndio unafanya kazi. Lakini pia experience kwenye hizi mechi za Yes, of course. Sio, unanielewa vizuri. Mchezaji kama Damaro Kamara mimi nishawaambia Damaro ni mchezaji mzuri sana. I have no doubt na uchezaji wake. Lakini shida tu ni timing yake kwenye baadhi ya instances ambayo imekuwa ikimgharimu sana na kukutana na kadi za njano. Hata game ya juzi kama angekutana na wale waamuzi ambao wako kutoka Afrika Kaskazini kule za njano pengine asingeumaliza ule mchezo kutoka na kadi nyekundu. Kwa hiyo ni Damaro kinachomgharimu hamna kitu kingine tu namna ambayo yani timing yake kwenye tukio yani ni ya kudelay, then amefika amechelewa, anafanya tackling, unakuta amecheza mtu mpira umeshaondoka. Sababu tu tunasema mimi nasema hili neno yani mlinzi mzuri ni yule ambaye anaweza akapredict matukio. Ukishindwa kupredict vizuri jua tu utafanya mistakes nyingi sana. That's why kina Baka, kina Jobushwa, kina nani tunawasifia kwa sababu wanaweza akapredict. Yani wanasoma body language yako, then anajua tunasema ana anticipate tu kwa nini ambacho unaenda kufanya kwenye kifanya ndicho ambacho unaona wachezaji wengi wazuri wa swala la ulinzi wanafanikiwa sana. Lakini ukifika kwa Damaro Kamara anticipation yake, unajua kuna anticipation afu kuna interception. Kwanza anticipation ndio inakuja interception. Anticipation unafikiria kwamba huyu una predict anaweza kufanya kitu fulani. Intercept ndio unaenda kutekeleza. Kwa hiyo anticipation yake kuna yani kwenye 100% unaweza kusema 60% inakuwa sio nzuri. So katika game kama hii ambayo umeshasikia na waamuzi wanatoka nje ya Tanzania, yani kwangu mimi ungenipa nafasi nikakwambia muingize Babu Kaju. Ni swala la maelekezo. Bwana wewe dimba la katikati wewe ndio mtawala. Hakikisha tu hamna yoyote ambaye anatawala katika eneo la kati. Mwache Juki Abuya awe box midfielder azunguke maeneo yote ya uwanjani. Ila eneo lako wewe Babu Kaju ni hapa. Experience yake, uwezo wake bado unaniaminisha kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akafanya vizuri kwenye timu dhidi ya Simba Sports Club. Huyo ni Florence Lenatus kifundi, amekupitisha vizuri zaidi. Tumeangazia mwalimu kocha Pedro Gonçalves wa klabu ya Yanga, jinsi ambavyo anakuwa na manage game, lakini pia tumemtazama kiungo ambaye anaweza kutumiwa kwenye mchezo wa kesho kutwa, kwa maana eneo la katikati pale Juki Abuya anaweza kaungana pia na Babu Kaju kwa maana ya Shua Boy na wakaweza kufanya kitu kizuri zaidi. Mimi ni Alosi Sagara, nilikuwa na Florence Lenatus, nyuma kamera ni Mr. Alpha. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.